Igwen Media, burudani kwa wote. Mtazamaji wa Igwen Media, maana mimi ni J4G255 na mapumziko tumekuja kuongea na naoza wa timu ya Club United ambao sasa hivi bado yupo kwenye mkopo kwa timu ya K1 Mtetezi ambao wanachuana kwa siku ya leo dhidi ya Feba Espoir, na tumemwona ameanza kwenye kiti. Tatizo ni nini mpaka anafikia hatua ya kwanza kwenye kiti, wakati yeye mechi ambayo ilianza ya kwanza tulimwona akiwa ameanza mechi ya pili na ya tatu, hatua ya makundi yote alikuwa akiongoza, lakini hatua ya mtoano tunakuja kumwona yupo nje. Hatujua shida ni nini, japo ana jeraha hao. Mwalimu alipenda kuanzia nyuma kwa sababu kuhifadhi kikosi. Tumsikilize tuweze kujua mengi zaidi. Mambo vipi? Safi. Mzima. Kwa majina pale Sasha naoza. Tuambie tatizo ni nini zaidi ambayo inasababisha mpaka unaanza nje? Hayo ni kawaida. Ni kawaida, lakini haumi wala hauna tatizo yote ile kwenye mwili wako? Vizuri. Vipi, tatizo ni hipi zaidi mpaka mwalimu anaamua kuanzisha nje? Anahifadhi kikosi au anasubiri mje mshambulie kipindi cha pili? Kwanza wachezaji tuko wengi. Kuendelea wale wataanza huyu mechi na upata kujaribu mwingine kama tunajua kweli ni kawaida wachezaji kuanza nje kwenye benchi, lakini inakuwa ni ngumu zaidi sana mtu ambaye tulimzoea kuwa namba moja kwenye boli anakuwa anaanza nje kama kawaida. Sio ya kwake, lakini inakuwa kawaida kwa walimu ambao wanakuwa wanafundisha kabumbu hapa nyumbani, na mechi kubwa kama na iwe kwanza nje. Haoni kama kuna kuwa na pungufu mkubwa zaidi? Mimi sio pungufu. Bali kawaida. Ni kawaida. Vipi kiwango chako wewe na wao ambao waliingia? Unachukua mwalichukua namba yako yule anaifanyia haki inavyotakiwa? Naona hiki kipindi cha kwanza anaifanyia vizuri. Kwa hiyo tusitarajie kipindi cha pili kukuona kwenye soka ndani. Hayo ni maamuzi ya kocha sasa. Maamuzi ila kibinafsi mimi naona mtaingia. Labda kuna uzembe ambao unaonyesha kwenye zoezi, maana kocha amekutia nje. Uwajibikaji unakuwa ni mdogo. Naoza, tuachane na timu ambayo imekuchukua kwa mkopo, kwa sababu unasema kuwa kikosi ni kikubwa sana, lakini tukiangalia wasajiliwa wengi, wengine kutoka kwenye Espoir, wengine kutoka wapo nje, inakuwa kutokana na wachezaji wanakuwa wengi au wameamua kushauriwa achukue kwanza watoa nyumbani? Sijakupata vizuri. Na hapo hivi kwenye kuna kama ubaguzi fulani, wasajiliwa ni wengi wapo nje zaidi. Ukiangalia wewe pia wasajiliwa wengine ambao kutoka timu ya Espoir wapo nje hii hapa, lakini watoa nyumbani ni wengi sana kwenye mechi hapa ya leo. Haoni kama kuna ubaguzi fulani ambao umeonekana kwenu ni wageni? Ubaguzi. Turudie kwa timu yako ya Club United ambao unakuwa unavaa kitambaa. Utarajie nini ligi inayokuja, kwa sababu ligi hapa tutakuwa hatua ya 16 bora. Tutarajie nini kwenye ligi inayokuja? Mazuri. Tarajia mazuri. Mazoezi yanakuwa kama kawaida. Yaani hivi tushafanya marekebisho na tayari uwanja uko vizuri. Tunasubiri ligi iishe na tuanze maendeleo. Muda unagawa vipi, kwa sababu wewe unajumuika kwenye mazoezi pamoja na ndugu zako hao wa K1 Mtetezi ambao upo kwenye mkopo na timu yako ya Club United? Muda unakuwa unakataje kwenda kwenye mazoezi kwa timu zote mbili? Mimi bado nipo huko. Kwa hiyo kule bado. Na wewe kama naoza, nafasi yako kule anashikilia nani mpaka sasa? Kule tunashikilia nyuma yangu ambaye anaitwa Oswald Mwalimu. Labda tatizo ni hipi naoza mpaka kusababisha timu ya Club United ikakosa kuwa kwenye shindano kwenye ligi hii hapa inaendelea mpaka sasa? Mpaka sasa hivi sijui, maana sijakaa na wakubwa zangu. Viongozi wao sijakaa nao chini nitaulizia hiyo swali bado. Kwa hiyo haujapata muda? Basi tutakutafuta ukipata muda wa kuongea nao, utakuja kurudia tena kuweza kujua shida ni nini mpaka ikasababisha Club United kusipoingia kwenye shindano hii. Sawa, haina shida, karibuni. Haya, asante kwa muda wako. Asante. Unaweza kuendelea na zoezi. Bana, hii hapa ni Igwen Media na nilikuwa na naoza wa Club United. Asante kwa muda wako. Mimi ni J4G255. Tukutane muda mwingine. Nilikuwa na CD Pro kwenye kamera. Mimi ni Juma Rujo, Igwen Media. Ciao. Igwen Media, burudani kwa wote.